product. Kwa popote utakapoenda ukiulizia Silver Elephant utakuwa umeongelea Gigimani na umesupport hustle zangu, umesupport career yangu, umesupport mwanangu, umesupport biashara yote unajua inahusu kuhusu mimi. Mimi ni balozi wa hii kampuni kwa sasa na miaka kadhaa mbele. Hatuko tayari kuitejelea mkataba wangu ni zaidi ya milioni 100. Kwa Piga kelele kwa milioni 100. Hakuna msanii yoyote Tanzania hii ambaye amechukua milioni 100. Sijawahi kuona. Ni Gigimani peke yake. Milioni 100 kwenye sigara. Nyie muogopi. Ila sigara tamu jamani toyo. Sasa mimi nikwambia tamu hii. Sikia. Ndio mengi tu. Kwa mtu wa starehe yote anajua what meaning of cigarette. Sigara ni kama mtu mwingine anapopenda betting, mtu yote anapopenda zake pombe, kuna mtu anapenda mapenzi, kuna mtu anapenda kuchepuka. Nana utanichoma wigi. Unajua moto. Siwezi kuchoma. Sio baba. Siwezi kuchoma mamangu. Na mimi mamako. Tamu. Leo. Hapana, hii kitu ni tamu sana jamani. So okay. Kama kuna mtu anachukulia sigara ni uni, sigara ni starehe na sio kama anafuta kwa ajili tu. Silver Elephant ni kiboko jamani. Okay, sawa. Na uko sawa? Naomba nimalizie kuambia watu wanapopatikana. Okay, sawa. Naomba niambie inapatikana mikoa yote Tanzania nzima na ipo popote unapotaka, na namba zetu za simu kama mtu anahitaji kujiunga na brandi hii ambayo kwanza haitokuletea madhara, haitokuletea taharuki na imethibitishwa na TBS. Kabla sijazileta hizi sigara Tanzania nilihakikisha nafanya kazi na watu ambao wanavuta sigara kuliko sisi ambao ni Waarabu. Ukiangalia kwenye bango letu la sigara utaona kuna bango la UEA ambao ni Dubai lipitia kabla ya TBS na Kenya pia. Na kweli hata kama sigara Kenya mwafikiri. Yaani kiufupi nimechoka kupitia hii ni sigara yangu. Mimi sina biashara za watu wengine. Kwa hiyo naomba tuvute sana. Yaani inabidi asifiche. Hii ni sigara ya Gigimani na sio sigara. Kuna kitu kikubwa kinakuja zaidi ya sigara. Yaani kinakuja. Natoa siri zote. Sitoi siri. Ila Roja kinakuja kitu kikubwa. Mimi nakwambia siri hiyo. Birthday yake Gigimani kesho kutwa. Kinakuja kikubwa zaidi ya sigara. Ambacho ni? No, tuseme. Yaani kinakuja. Yaani kuna maswali. Stoi si jamani. Mimi napokea maswali. Ila Gigi walimzungumzia sana kuhusu biashara, kuhusu afanye biashara, ila Gigi ana biashara kubwa. Yaani sigara sio kubwa. Huyo anazuilika. Yaani sigara sio kubwa. Kuna kitu kikubwa zaidi kuliko kubwa yenyewe kwa sababu baby mtu anayekunywa pombe bila vibe hakuna. Sigara ni kubwa baby, sikatai. Sina kubwa sana. Ila kuna kitu kikubwa kinakuja. Mwezi huu wa 6. Tarehe sitaji. Ila mjiandae. So ana biashara huyo. Sasa ana biashara. Yaani sio biashara, ana mabiashara. Zaidi ya mimi. Tamu. Inatosha kwa leo jamani. Wengine mtaitwa tena kwa sababu Nana pia binadamu ameambia ametoka Central ana asili zote. Nilikuwa tunaruhusiwa kuuliza maswali. Sawa. Inaitwa Silver Elephant Loja. Ni brandi mpya Tanzania, lakini mpaka sasa hivi tumeweza kuiteka Dubai, Somalia, Dubai, Ethiopia, Zambia, yani tuko almost all the East Africa countries. Lakini kwa Tanzania mimi ndo balozi wa kwanza au mimi ndo mtu wa kwanza kuipokea na kuwa CEO wake. Na hakuna balozi wa sigara, ni mmoja Tanzania nzima. Haijawahi kutokea Tanzania. Haijawahi. Unataka kujaribu Loja? Loja kama tukupe ile hapa. Kwa sababu uko chini ya umri wa miaka 18. Kuna vitu vingi vya kiafya inabidi uviteke. Kuna afya ya akili, kuna mental health. Kuna kijana ambaye akishafuta sigara yeye chini ya umri yeye kashakuwa muuni. Kwa hiyo tunamshauri mtu mzima kuanzia miaka 18 anajitambua maamuzi anayoyafanya. Kama mtu kwa nauli anapanda daladala akaacha kutembea kwa miguu. Mtu anenunua pombe kwa bia yake na anajua ameisoma ina alcohol 50 na anakunywa. Akajikojolea akanya baby hiyo ni juu yake. Na hii pia umejipendea baby ukakooa ukaalisha wewe umetaka. So we deal much what people mtoto mdogo kwenye biashara na ndio maana hapa siko na Maira Loja. Loja nitakutia kichwa. Usinalibie kazi. Ndio biashara yangu ya kwanza. Angalia umri wangu kama utafika wa Bikidude.
Bi Kidude kavuta fegi mpaka mwisho wa maisha yake, lakini kafa miaka 100 na. Kwa watu wanaovuta fegi sio kama tutakufa haraka dia. Usitujaji kwa sababu tumechagua starehe zetu. So mimi now I don't drink alcohol. What else I can do? Mimi nilikuwa nafuta vitu vingi, shisha nini. Kwa kwenye kujipoza, I have a silver elephant. Nikisikia stimu ya pombe, nikisikia ile stimu ya nini. Na umeona Dubai umani mimi nchi zoenda. Sigara ndo kitu kinachouzika rahisi na hakina dhambi. Hii ni tumbako pure. Yeah. Na ameacha kila kitu. Sio mwadarati, inalimwa. Tumbako inalimwa Tanzania, inalimwa Marekani, inalimwa duniani. Tumbako is pure. Na kingine pia Gigi ameacha kila kitu, atumii kilevi chochote, anatumia sigara tu. Silver Elephant peke yake ndo anatumia kwa sasa. Kama kuna mtu anarudisha kwenye bomba atakuwa Mungu kataka. Hakuna rafiki yangu. Kama ngipata ubalozi. Hakuna mama yangu. Baba ubalozi zaidi ya Silver Elephant. Hapana. Na hela ukitaka tunaongeza. Wewe mtoto tajiri mtu ambaye ameacha kutumia pombe, ameacha kutumia kila kitu, anatumia sigara peke yake. Jabadi, nilikuwa naogopa kuitupa imeisha na irusha. Ndio kasema bora yeye kafuta kidogo. Bora yeye mwenyewe abalizi. Sisi hidi. Mara nyingi tunapotaka kwenye press conference na nini wakati wa balozi hivi siku moja na ule mkubwa biashara sasa hii biashara kijimani anauza vitu. Semaji langu liongea niongee mwenyewe semaji. Hivi ipo siku Gigi atafungua biashara. I can say hata hii hapa ni ya kwangu. Samahani nilikuwa sipanga kuongea. Hasa kama ukiamini hivyo pia ni sawa kwa sababu nilitaka iende hivyo lakini kwa sababu umeniuliza swali ambalo limeniumiza, hii ni ya kwangu na nina biashara nyingine I think kama mlivyo mtawalika tena I think this week na biashara nyingi ila nilichokuja kugundua kwenye maisha mimi nishaonekana loser. Kwa kwenye kutumia muda mwingi kujiprove I'm right I'm winning, nitaonekana kwenye competition na wafanyabiashara wengi na wafanyabiashara ambao washafanikiwa kwa kiasi chao. Muda wa Mungu ndo sahihi, sio muda wa mtu wa Instagram unaotaka mimi nifanikiwe au nifanye kitu. Mimi kweli nilikuwa sina kile biashara au labda nilikuwa sijui biashara gani, lakini loja mimi ushaku nikuta sina fegi wewe, si bora nivute tu fegi. Sasa nitauza nini? Loja juzi nimesema mimi sijui nimepewa gari na kampuni hivyo, mimi naweza kujiuza mwenyewe. Mwanaume akanipa gari sina mpiga wewe, bora kampuni niuze matangazo na magazeti. So kila mtu ana ile stage ya mtu alipomuumba. Mimi inawezekana nikawa chizi wakanichukulia kichaa au muuni, lakini jiulize wewe chizi sheko kupita kwenda ukamzingatia. Si unampisha. So mimi so chizi, mimi ni mtu ambaye una matunda mengi sana atapigwa mawe. And this is my brand. Kama kuna mtu ananipokea mimi na anafuta sigara, trust me, mimi mwenyewe nilikuwa tafuta better cigarette. Nimefuta sigara nyingi sana. Brand nyingi sana nimesupport. Paka kuja na yangu, that means the best. Nilikuwa tafuta test ambayo itamfaa mtu yote anayetumia vilevi vikali au atumii pia na isimkwaze, kwa sababu sigara kuna muda inaweza kupoteza appetite, but sio Silver Elephant. Inaweza kuletea hiyo hali ya kupoteza appetite kabisa, au ikakuletea ulcers kama tumbako ikachanganywa na chemical nyingi. Ametoka Central huyu. Kuna shida gani? Nani unatoka Central, kuna shida gani? Kabla sijazungumzia kuhusu Central, namjibu kwanza Gigi. Usizungumzie kusema eti mimi wanaona chizi sina biashara. Roja, kuna watu wasanii wakubwa wana show off, hawana biashara, maduka sio ya kwao, si wataji. Maduka sio ya kwao. Sio acha magari, sio hizo dakrina sio za kwao, biashara za kwao. Boss tunawajua, wanaodili nao. Ila ni wanatumia majina ya kwao. Ila Gigi kutumia hii sigara ni ya kwake mwenyewe. Mpongeze jamani, mumpongeze Gigi. Mpigeni makofi jamani, ameweza. Roja, mimi nakwambia Roja, nitafute, ila kuna wasanii wakubwa na nawajua. Na ni wengi. Mimi sina uwezo wa kuwa kama sio maduka ya siogagi. Tulia mamangu. Sio maduka yao nakwambia. Kuna watu wana maduka ya nguo, wana maduka ya biskuti, mashawa, jeri, si rosheni, wana maduka, wana hizo nini hizo sijui madakrina, sio ya kwao. Mpaka mabosi wao tunawajua. Jamani, show off zimezidi mjini. Gigi hana show off, Roja. Hana show off. Yaani Gigi mpaka dakika hii amekutumia hizi sigara na huyu ni meneja wake. Na Roja akanichokonoa. Na meneja wake amemweka kwa sababu ni mtu ambaye hajulikani, kwa sababu ili mchokonoe ili aongee.
By the way, naomba nimpe shout out tu, sio meneja yangu tu, ni mwalimu mkubwa wa Fedha School. Na elimu na anafundisha watoto wetu. Yeah, Maira pia anasoma hiyo, yani ni hivyo, nieleweni hivyo. Yeah. Nana, hujajibu swali. Tuelewe huko sawa. Central, ona uzunguka Central vipi? Unasikia swala Central nini? Swala la kawaida zaidi. Hapana. Okay, mara ya kwanza ilikuwa kuna kesi inaendelea ambayo inamhusu msichana mmoja hivi anauza simu. Anaitwa Tuda, tulitokea pale kama kumsupport. Anakopesha simu au kutaka kupata haki yake ambayo aliwakopesha watu fulani maarufu. Nikisema hivyo nawajua. So huyo msichana pia baada ya hapo mimi ni mtu wangu na aliniambia sitomlipa huyo mtu. Kwa mimi kama binadamu, mimi Roja, mtu akiniambia hata kulipa afu nakujua, nitadili naye kabla kuja kukwambia wewe. Wewe ndio umlipi Roja? Roja si mwanangu, utamlipa. Ndio. Kivita. So I take the word to me. Nikaanza kutafuta njia sahihi au njia thabiti za kutaka yeye kulipwa. End of the day tukajikuta situation imegeuka ikawa kama ya uaji. Jana imekuwa nyingine, umempata jana amekamatwa akiwa kwenye maeneo yake ya kazi. Subiri zungumzie bebe. Jana nimekamatwa nikiwa kitambaa cheupe. Kwenye show yangu ni kila Jumapili nina show kitambaa cheupe. Nimefuatwa na maaskari, nikamwambia twendeni, sina kosa, sijaua, sijui kosa langu, tukaenda mpaka Sento. Kwenda Sento nakuta kesi tofauti. Umeelewa Roja? Kesi tofauti ambayo sikutegemea. Umeelewa? Nikafika pale kasema sawa. Kesi yangu ni hiyo. Nikakaa pale, Gigi akaja akanidhamini, nikatoka. Lakini nikwambia kitu, sababu ya kuchelewa jamani sana. Kwenye maisha mtu akiwa anapaa au mtu akiwa mchawi akikushindwa kwenye uchawi au kwenye kupaa anakuja kutumia kwa njia nyingine. Sio vizuri. Sina Waislamu, na hapa ana simu kuna kufa jamani. Sisi tuna Mwenyezi Mungu. Mimi niuliza wewe, unaweza kuongea kufa kupo bwana, nani anabaki? Sikiliza. Nyinyi si waandishi na mimi ni Gigi. Kuna interview mnao Nana amemtukana mtu yoyote ambaye nyinyi mnajua akampa matusi ya kwenye mtandao. Mnayo? Sisi tunaomba hii pia tunaoifanya itusaidie. Eti Roja unayo? Sasa Roja si ndio kiboko baby, angekuwa nayo. Ndio maana mwambia Roja sasa. Roja mara mwisho. Zote nazijua mpaka aliongea na naye na kuniongelea vibaya. Mbona naweza nikisema. So tunarudi tena, hakuna kitu kitafanyika mtandaoni mtu maarufu asikifahamu au mwenyewe ukifanya kitu usikijue. Kwa tumejikuta kwenye kesi ambayo hatujui Nana yuko kwenye mazingira namna gani, ila kama polisi na jeshi la polisi Tanzania linafanya haki. Sisi ni vijana wadogo, tunatafuta riziki kama hivi, tuna familia. Hizi sigara zina vitu vingi kutoa kutumia tu. Tumenielewa na starehe. Kama ningekuwa mimi siipendi Silver Elephant, inawezekana labda ingeniletea TB. Ila kwa sababu kitu tunachokipenda na enjoy nacho. Au ingekuwa labda mimi niko hapa nimesimama hivi viatu siwezi kutembelea, ningevunjika mguu. Au hii makeup ingeniletea pimples ambazo hakuna mtu akunilipa. Kwa tunapopokea kesi, tuangalie hiyo kesi unaoletewa, unapokea ongo au unapewa kitu au unataka kumuumiza mtu kwa sababu mtu umesikiza upande mmoja. This is about two sides. We live in a freedom world. Na Tanzania ni nchi huru sana. Kwa hiyo kuna muda tunajikuta watu wanafumbana midomo sana. Freedom of speech ambayo alituachia Jakaya Kikwete haipo. Haipo kabisa. Yaani mtu unafumbwa mdomo kwa kupelekewa polisi, kwa hamna haki hivi. Nana palipo simu yake haipo. Mimi ndio maana nimechelewa na naomba msamaha kwa sababu nyinyi ni binadamu, ni mababa, kuna watu hapo na familia zao na sisi tuko hapo kwa ajili ya kutafuta matatizo, tuko kwa ajili ya kupeleka brand ambayo mimi ndio jaribio langu la kwanza la maisha. Kama ikienda hii nitamwachia na vizazi vyangu auze. Sije kuona sigara imefeli. Mimi naangalia biashara kwa bilionea. Haijawahi. Na yani sije kuona sigara imefeli. Kwa kama leo Nana kukamatwa kwake mimi kungeweza kunifelisha na kuchelewa hapa, nyinyi mngeondoka. Na sijajua inakujaje kwa Nana kwa sababu mimi pia Roja, nikiongea kweli, mimi nimedhiakiwa kifamilia, kimume, kindoo na kimaisha pia na kiwatu wangu wa karibu. Lakini wanasema muungwana kivuliwa nguo hasimami, anachutama. Mimi nimeamua kwa muungwana kwa sababu kwenye maisha inawezekana nimeongea ukweli wangu wa kuhusu ambaye ni mtu ambaye nicheck pameana au nilihisi vitu vipo au nimeviona kwa macho yangu ya roho na kimwili. Sina maana hatutokuja kuongea tena. Sina maana tuje kusaidiana tena. Ila tunaweka maisha mengine kesho because people are learning through mistakes. Lakini mimi nikisema sasa hivi niwarudishe nyuma wa Tanzania, ninaenda si kesi zipo. Kama mtu anataka kuua leo, sasa tulipokaa saa 12 akawa hajatambulika, akapatikana baada ya miaka 9 na akakamatwa na kesi ikaonekana yes muuaji baada ya miaka 9 alikuwa ni huyu na akafungwa, basi hata mimi nimekosewa sana mitandaoni, nimetukana mama yangu,
nimetukaniwa mume wangu, nimedhiakiwa brand yangu, mabadiliko yangu watu wameona kama madhaifu. Kuna watu wamehisi kama mimi yani ni mtu fulani kwa sababu wao wanaishi kwenye maisha yao, kwa sababu maisha yanachagua kuishi kwa ajili ya riziki. Lakini for now I wanna say this. Kama watu wamechagua kumuumiza Nana kwa sababu ni rafiki au mtu ananisupport, mimi pia sitoshindwa kuchagua kuwaonyesha haki ipo au kuumizana inawezekana. Na mtandao ndio una judge. Mimi hata nikapotea leo, kuna vita zinaendelea ambazo mimi binafsi nimeamoka kimya. Kimya kabisa, nimepoteza watu baadhi. Kuna ambao wameamini uongo. Kuna ambao nimeshindwa kujielezea kwa sababu mimi pia I'm not explainer. Honestly, kama unanisikiza I'm not explainer for real. Kama mtu alinipenda kaniambia nimemwamini mtu fulani, naambia it's okay. It's your comfort. So kwa now Nana ni msichana ambaye ni rafiki yangu tu, na chochote tulichokiongea kama kuna mtu ananijua mimi siongee uongo, ila siko tayari kuja kudhalilishana Roja. Najisikia vibaya kwa sababu anaumia mtu ambaye anaonekana ana power, au labda wewe sio kielele Gigi wewe tutamwandama. Ile end of the day tuko hapa kwa ajili ya Silver Elephant. Naomba tu tuendelee kuvuta sigara. Haya mengine tutapambana nayo kwa sababu sisi ni binadamu. Mungu hana secretary duniani. Hata polisi, mwanajeshi, sisi wa Tanzania, binadamu yoyote, pasta, umenielewa, hata shehe wangu alonifungisha ndia sio secretary wa Mungu. Hata mwamposa sio secretary wa Mungu. Sisi wote ni viumbe wa Mwenyezi Mungu. Na Mungu anatenda haki. Mimi I'm really here and I'm asking people to follow the rules. Ukweli ukweli, uongo uongo, maji na mafuta vifanani. Tunataka justice. Tumekuwa tunatishia sana mitandao, mtu anaenda huko akwambia mume wangu dansa mtu fulani. Mimi no, we don't live like that. Mimi nikisema sasa hivi ni viatu vya mama wangu kabisa. Kuongelewa na magonjwa. Kuongelewa vitu vingi sana. Yule msichana asingekuwa hai. Yes. Asingekuwa anatembea, sijawahi kumfanyia chochote cha kumjudge wala kutaka kumuumiza. Au wanamuongelea mume wangu, sijui mimi ndo na hela, mume wangu ana sura mbaya, which kuna vitu unajiongea unaweza kujingonga. Bro, I just want peace. Na kama peace haiwezekani, we need to meet. Jamani mwenye hela tukutanishe sisi hizi timu zinazogombana. Mimi am ready to face anything because mimi sina ushirikina na ujua zaidi ya Mungu. Yes. Na sina roho mbaya. Na kama kuna mtu yote mnamuona ananitukana jua alipita kwenye mikono yangu. Kwa hiyo siwezi yani mtoto wangu wenyewe mikono yangu siwezi kuikata, nitaface chochote nilichokitengeneza because I'm the creator and now we need to live like people. Sisi sio wanyama. Sisi hatuko kwa ajili ya kuumizana. Kama nimetoa brand yangu, unajua leo ninatoa brand, umeona nimepost place, ndio unakuja unakamata watu muda ambao ili mimi nisumbuke kumtoa rafiki yangu, ili nisipomtoa nionekane mimi mbaya. Nana yuko Central anafanya place, mimi ningekosa hii place, ila Nana awe hapa because people living with people. Sisi ni binadamu moja. Ni hayo tu kwa leo. Naumia sana. Sana. Niko kwa ajili ya Silver Elephant stress. Mimi naweza nikasema jina, ameshtakiwa na Mashalavu. Mash. Kwa kesi ya kutukanwa mtandaoni. Nataka nyinyi waandishi mtafute matusi aliyomtukana nani. Au Nana alikomtukana alikusema namjua Mash. Kwa sababu interview mwisho alipigiwa na sasa alisema mfahamu. Hawafahamiani. Nakumbuka kwa kama tuna uwezo wa kipesa, uwezo wa kijina, tusitumie kuumizana kwa sababu na mimi nikitumia wa kwangu na watu wangu wanaonipenda wanaoniangalia sasa hivi na wanajua maumivu yangu wakasema nisaidie. Tutaisha kuumizana. Rojo, nakumbuka interview mwisho alisema nifahamu. Na yeye wanamfahamu na mimi sifahamu. Lakini kesi ipo. Lakini jana ya Jumapili kapata sehemu ya kazi bila simu ya kutaka kuitwa sehemu. Na yeye Jumapili mimi mwenyewe mimi sasa niongee samani kama nitataja majina utajisikia vibaya. Mimi nishashtakiwa na Diva. Watu wengi naongea nao sasa hivi washanishtaki. Lakini kwa napigiwa simu. Jamani. Yes. Unahitajika sehemu fulani. So kumpata mtu kwenye eneo lake la kazi ni kwamba amekiuka amri, amevuka masharti na amepinga kauli yenu na amekataa wito. Kwa tunataka haki itufuate. Sisi ni wasanii sana, tunaonekana wauni lakini sio wote wauni. Tuna familia na tuna biashara. Kama leo tumemiss a lot of people here, wengine wameondoka, wengine wameshinda kupeleka ile jambo, lakini mimi ni mfanya biashara mpya, nataka kufanikiwa jamani. Labda sijapewa njia ya kuuza nguo na kubana matumbo, basi mimi mvuta sigara ndio hivi yangu. Kwa hiyo unapojua mtu ana jambo lake unajaribu ku create problems, kutengeneza matatizo, nipitie kumtoa mtu, nimwache ili nionekane mbaya. I won't leave anybody who call my friend because I'm that girl. I won't leave my bestie. I won't leave my girls. I won't leave people who stand with me. Na kama ilibidi ni miss hii place tungefanya kesho. Ila naomba chonde. Hii kesi iko Central na naamini iko kwenye mikono salama. Na umeelewa, na Nana simu yake ataipata na wewe unatengeneza hizo question. Tunaomba kukutana na wewe. Usipendelee kutuita afu wewe hatukuoni. We want to meet you girl. We are women.
meet your fellow women. Wewe yuko right, wewe unaonewa. Naomba, kwa nini anakushtaki wewe sio mimi? Naomba unishtaki mimi. Jana Jumapili ana show sehemu nyingine, mimi na show sehemu nyingine. Mimi na show kitambaa cheupe kila Jumapili. Mimi nimefunga interview. Kuna lingine? Wewe, tumekuwa lingine? Na lingine tuulize. Silver Elephant iko sawa, inapatikana Tanzania nzima. Tanzania nzima. Anayetaka kuipokea Tanzania nzima. aipokee.